Unajua unaweza kupata hadi shilingi 300,000 kwenye mti mmoja wa parachichi. Watu wengi wanatamani kuingia kwenye kilimo lakini hawajui pa kuanzia. Kutoka kwenye ekari 55 za kijani kibichi, huyu ni mkulima anayevuna mafanikio makubwa kupitia parachichi. Matunda yake ni ya kuvutia, soko lipo, cha kipekee zaidi, yuko tayari kutoa elimu bila ubinafsi. Katika mahojiano haya utajifunza mbinu za uzalishaji, changamoto alizopitia na siri zinazofanya kuwa mfano wa kuigwa kwa wakulima wengine. Jina langu ni Michael Mwamlima na hii ni Mchuchuma TV. Unapata kiasi gani cha fedha kwa mwaka kupitia kilimo cha parachichi? Mimi kwa ekari kwa mwaka sipungui kwa miti ambayo miaka 10. Sipungui kupata shilingi milioni 15 kwa ekari moja hadi 20 kwa ekari hii moja. Miliki ekari ngapi kwa sasa? Ekari zipo tofauti kiumri. Zingine bado sijaanza kuvuna kabisa, nilizopanda mwaka jana, mwaka huu. Zipo ekari 55. Kiujumla wake ukikusanya hiyo fedha makadirio zikawa shilingi ngapi kwa kadirio la chini? Tunasema kwa sababu bado nasema kilimo nilianza na ekari 3. Ambazo zile ekari 3 navuna kama milioni 60 kwa mwaka. Zile za miaka 10. Sasa zingine zimegawanyika pande vidogo vidogo. Kwa hiyo unaweza kupata milioni 120, 150, 200 kwa kila mwaka wanaangalia hicho kitu. Yaani parachichi ni mwanzo wa kuweza kwa wewe na maisha mazuri sana, ambayo tunasema neno utajiri, mtangazaji, ni neno linapana mkubwa wake sana. Tajiri huwa anaanza ana kiasi gani, lakini tunasema anaweza kuwa na maisha mazuri, yaani yale ambayo anaweza kulipa ada ya mtoto wa shule, anaweza akawa na nyumba nzuri, anaweza akawa na usafiri wa kutembelea mzuri. Hayo ndio maisha bila tuseme ana maisha mazuri. Akiugua anaenda hospitali nzuri, anajilipia vizuri, kila kitu anakuwa na uwezo, anakuwa chakula bora. Kwa hiyo zao la parachichi mtu akilima ekari tu 2 zinamtoa kabisa kimaisha, sababu ana uwezo wa kumiliki gari. Kama ekari moja labda atavuna milioni 15 na ekari 2 milioni 30 kila mwaka. Hakosi hizo hela za kufanyia maendeleo na akapata hela vizuri kabisa, na ili zao kwanza atavuna miaka 30. Ya kuvuna ni miaka 30. Sasa miaka 30 umri wa mimi labda na miaka tuwekee na miaka 20 na miaka 30. Nikibisha miaka 30 si miaka 60. Kwa hiyo na staff yani unakuwa una staff bado una uchumi mkubwa zaidi. Na zao bado naenda. Sasa hiyo miaka 30 unalikata pia naenda tena kuchipua miaka 60. Hilo zao. 2023 mti. Mchumo wa pili. Mwaka jana nimevuna, mwaka huu nitavuna. Huu mti mwaka huu utanipa si chini ya kilo 60. Mti wa si chini ya kilo 60. Kwa 2023 nipanda mche mkubwa mwenye shilingi 15,000. Kwa hivyo panda tu mwaka saizi 2023 leo navuna haya matunda. Kwa hiyo wewe ukiona unakabila kustaafu bado miaka 5, anza kuandaa shamba la mtindo huu. Unapostaafu kwa kushinda kupo. Wastaafu wengi wanakosa kwa kushinda, walizoea kufika kazini, kutumwa sehemu kwenda, sasa wanakuwa hamna. Sasa unajituma mwenyewe unaenda shambani. Ukiwa na ekari zako 3, una miche 360. Chukua miche 300 ndio unayovuna. Kila mtu mmoja upatie 100,000. Unapata hela yako hiyo. Pengine kwa mfano kama sisi vijana mara nyingi huwa tunaamini kwamba lazima uanzie sehemu fulani au uanze kufanya kazi kwa mtu ili uweze kupata mtaji. Pengine wewe umewahi kufanya kazi kwa mtu? Mimi maisha yangu kwa kweli sijawahi fanya kazi. Yaani ile kufanya kazi ya kuajiriwa kulipwa. Kufanya kazi ipo tunatofautiana. Ukafanya kazi ukalipwa au kufanya kazi mtu amemwambia naomba ufanye kazi hii. Kwa hiyo mimi cha kwanza huwa naamini kwa mtu yote nikienda kwake, nikiona nafanya ile kazi yake, nipo tayari nifanye kazi bila kulipwa hata miaka 5. Lakini nijifunze yeye kwa nini anafanya ili apate faida kiasi gani. Mimi niweze kuondoka pale kwa kutoka kwenye ile akipata yeye kipato chake niende mara 3. Ili niweze kufika, na nimefika hapa kwa utafiti wangu wa mtindo huo. Kwa hiyo mimi nikifika nikiona zao la parachichi na nilipa, amelima mwenzangu, naanza kufanya uchunguzi. Nipo tayari nishinde naye, nikae naye pale kwa miaka hata 1, 2, 3 ili nijifunze anachokipata, ili mimi nikakiendeleze zaidi niweze kupata maisha na mimi niweze kufanya nini? Kuwa na kile kitu mara 3 yake mara 4 yake. Sawa. Kwa hiyo kwanza na vijana wanapenda kuambia sana, wasipende sana kuwa masa ya haraka kwenye mshahara. Waangalie elimu wanaweza kuipata pale anapofanya kazi.
ili yeye aweze kuendesha maisha na yeye mwenyewe akiwa anaweza kujitegemea, kwa sababu wengi unaweza kama ni mtumishi, yeye aliajiriwa, lakini anapokuja kuchukua kino mgongo halafu anaenda kuanzisha maisha, mara nyingi huwa anakuwa na changamoto sana, anaweza akashindwa kuendesha maisha ya ujasiriamali ya huku mitaani, tofauti na huku umeajiriwa. Kwanza ukiajiriwa mtu unapangiwa, lakini ukiwa mtaani unajipangia mwenyewe. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kwa sababu toka mimi nimalize shule ya msingi sijawahi ajiriwa kulipwa mshahara na mtu yeyote yule. Yaani nazungumza hili hata hajasema mtu aniambie lini na wewe niajiri mimi nikalipa mshahara, na miaka ya shule ya msingi miaka 30. Nitoka nimalize shule ya msingi miaka 30. Kwa hiyo nimefanikiwa na kuweza watu wangu wakaenda shule, wakasoma shule za private, sekondari, shule ya msingi mpaka sekondari na wapo vyuo. Kwa hiyo nawaambia tu maisha yanawezekana ni kudhubutu na kujituma. Ulipokaa wewe simama kama mwenyewe, anzisha kusema hiki kitu nakitaka kiwe kinipe maslahi na utafanikiwa. Kwa hiyo vijana wengi kupata leo hicho kitu mimi nakikataa. Wewe kama lengo, kwani nipo nafanya kazi na Bwana Wela kama mimi nataka nifanye kazi miaka 5, actually yeye amepata faida na mimi nimeondoka na kitu chenye faida, ili kesho kuonekana tunaweza kuwa ni kitu kikubwa sana kwenye hili taifa. Una muda gani sasa kwenye kilimo tangu anze na zao hili la parachichi, una muda gani? Uzoefu wangu, yani kuingia kwenye zao niingia na miaka 13. Lakini nasema niliingia kwenye miaka 13. Au naomba waelewe vizuri sana. Kuna kwenda kuingia kujua sasa kwanza kulima. Lakini hutakuwa umeelewa zao lenyewe unalimeje upate faida. Hapo ndio kitu vitu tofauti. Mimi niliingia tu nijua parachichi unajipandia tu kienyeji, unapanda mche wote ule, inaitwa neno parachichi. Sasa tulivyokwenda kuangalia ndani ya miaka 10 iliyopita na uzoefu sasa wa kujua, yani nilipoingia mwaka wa 4 nikawa nimeshabadilika. Nimejua parachichi na aina ya Hass, Fuete, Exikuru, na nilianza kujua majina na nikayapanda hivyo. Sokoni nataka parachichi nikajua Fuete na Hass ndio zinazoenda sokoni. Sasa nikaanza kulima sasa kitaalamu nilianza kujua saizi. Nikashuka kutoka nilikuwa nipanda eka 50. Yaani nilienda kukomola tu pole eka 50 kama napanda miti hii ambao. Nikabadilika kwenda kulima sasa zao la parachichi. Kulima na kupanda ni vitu tofauti, unaelewa. Anayepanda yeye ameenda kuweka popote panapanda. Lakini anayelima na hakika analima kitaalamu. Sembua ile shamba lake, kama inza trekta anang'oa visiki analipanda ile zao. Huyo anaitwa mkulima sasa. Mimi nilishuka kwenye ekari 50 nikaanza eka 3. Nililima ekari 3. Ndipo nilipoanza kuona kweli naitwa mkulima naanza. Nikaanza kuongeza 2, 3, 4, 5 mpaka nilipofika eka 55. Sawa. Pengine kabla ya kuingia kwenye kilimo hiki kuna kitu ambacho ulikuwa unakifanya, ni kitu gani? Mimi fani yetu ni uhunzi. Wewe ni muunzi? Muunzi. Babangu ni muunzi. Za nyengo. Zile fekeo za kukatia nyasi hizi, kutengeneza vigae vya kuotea moto, miaka ile kwa vigae lazima utengeneze kangio cha kukangia maandazi, keki chochote cha kwenye kukangia mboga vile vyote nilikuwa natengeneza. Mimi kwa hiyo ni fundi muunzi ambaye ni hadi babangu yule bado yeye ni muunzi. Kwa hiyo mimi nilipokuwa nikaanza biashara. Lakini nilikuwa nafanya biashara ya uhunzi hivyo natengeneza bidhaa naenda kuzitembeza mitaani. Wananunua watu. Nilipokuja hili zao sasa la kilimo cha parachichi, ndipo mimi nilipohama kabisa kuacha ile kazi, lakini mzee wangu bado akiwa anaendelea. Sababu mzee wangu yeye ana miaka 75, lakini mimi nina miaka michache 40. Kwa hiyo najikuta kabisa na uwezo wa kuendeleza hili zao nikapata hela zaidi. Kwa hiyo na babangu kwa yeye ni mtafiti wa kila kitu ambacho mpaka kafikia uhunzi huo. Kwa hiyo na mimi pia nimefanikiwa kuona sasa kutoka kwenye utafiti wa uhunzi alikuwa anafanya mzee, nimeenda kufanya utafiti wa zao la parachichi pekee yake liweze kunitoa kiuchumi. Naamini zao la parachichi limenitoa kwa sababu kama na uwezo wa kusomesha watoto wangu, kusaidia ndugu zangu, watoto wa ndugu zangu wachache kuwasomesha nini, kupitia mashamba ya parachichi nilianza nayo 2000. Parachichi limeanza 2007 eka 3. 2017. Kwa mpaka leo na mwaka wa 9 au 10 nilioingia. Umeona, kwa hiyo mwakani 2007 ndio nilikuwa nimeshapanda. Kwa hiyo nianze 2006, 16, 17 nikaendelea zaidi kulima zao la parachichi. Kwa hiyo miaka 16 kulelea zao la parachichi. Miaka 10 kulelea zao la parachichi. Pengine kuna changamoto ambayo ilikupa stress
zaidi kwenye maisha yako cha parachichi? Kilimo cha parachichi nakwambia hakuna, ndio maana hata hii afya unaona leo nimenenepa. Leo ukiwa na stress lazima upungue. Kwa hiyo mimi sasa hizi hapa sijapungua toka miaka 10 sijapungua, sababu hakuna stress niliyokutana nayo. Miaka 10 sijakutana na stress yote ambayo naiona ikaleta changamoto kwa zao la parachichi. Ila nyuma ya miaka hiyo 10 niliwahi kukutana na stress ya hilo zao kwa miaka ile 3. Ambayo niliingia tu kulima, lakini niliacha ile shamba lilivyo, lakini nijikuta ni moja nilipa ada. Yaani ile kuacha eka 50 zenzo kama milioni 20. Nikaacha kwa nimelipa ada ya kujua hili zao la parachichi mpaka leo nimefikia. Ndio maana leo namwambia mtu yote anayekuja kujifunza jifunze kwangu. Mimi nishapitia humo, nishakuchukua changamoto, nilielewa makosa niliyotumia mimi. Sitaki mkulima wa saizi apitie hayo makosa hata mara moja. Kwa hiyo namuomba mkulima yote anayetaka kulima zao hili, tuseme ukweli, aje aone mimi nilipofanikiwa, nilipitia njia gani ngumu mpaka nimefikia zaidi, na naona ni rahisi kwake, anaweza kufanikiwa zaidi. Tena naamini saizi vijana wanaoingia kwenye kilimo saizi, au mtu anaingia kwenye kilimo, awe mzee kijana, anapata raha tu, anakuja kujifunza kwenye matokeo moja kwa moja tuliyopata sisi.